Naeleza kwamba kulikuwa na mafunzo ya kijeshi yanatolewa maporini na mengine mita 10 kutoka vituo vya polisi yakiandaa matukio ya tarehe 29. Sasa hawa wanabakije? Yaani hawa watu ambao waliambiwa wachukue tahadhari wakiwa kwenye kipindi cha utekelezaji wa tahadhari waliopewa na Amiri Jeshi Mkuu, ndio tume ya Jaji Chande inasema katika wakati huo maporini kwenye nchi hii kulikuwa na watu wanafundishwa kujiandaa kufanya fujo tarehe 29 Oktoba. Inaelezwa kwamba mita 10 kutoka vituo vya polisi kulikuwa na majumba, watu wanajiandaa kufanya fujo. Kama maelezo haya yanaaminiwa na wale waliomsikiliza Jaji Chande akiwemo rais mwenyewe, basi tunataka tutoe wito mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa afukuzwe na ajiuzuru mara moja. Ameshindwa kulinda nchi hii. Lakini natoa wito mkuu wa jeshi la polisi IGP aondoke kazini, kwa sababu haiwezekani vituo vyake vya polisi mita 10 kutoka kwenye hivyo vituo kunawezekana kunapangwa hujuma itakayopelekea mauaji ya raia, na yeye na polisi wake wapo, hakuna wanachoweza kufanya. Mwisho wa siku unakuja kuambiwa kwamba haya yalipangwa mbele ya macho ya jeshi la polisi na hawakuchukua hatua. Kwa tunataka mkuu wa usalama wa taifa, IGP pamoja na mkuu wa majeshi, wote hawa waondolewe kazini kwa sababu wameshindwa kulinda nchi hii. Na hauwezi kusema jambo hili halitatokea tena wakati watu waliokuwa na dhamana ya ulinzi wa raia kwenye nchi hii walishindwa kulinda raia, na maandalizi ya kuua raia yalifanyika mbele ya macho yao, huku wakiwa wameambiwa wakae mkao wa tahadhari. Lakini nataka msajili wa vyama vya siasa pamoja na mkurugenzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi waondolewe kazini mara moja. Wao ni sehemu ya hiki kilichotokea. Msajili wa vyama vya siasa amekuwa muhimili wa uovu wa kuviingiza vyama vya siasa kwenye migogoro. Amejiingiza kwenye chaguzi kwa kiwango cha kuwaondoa wagombea wa vyama, na mwisho wa siku migogoro ya kiuchaguzi inatupelekea tupate mauaji kama haya. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeshindwa kusimamia uchaguzi, ikatoa haki kwa raia ya kuchagua viongozi wao kwa kiwango cha kujenga hasira na wananchi kujitokeza